Kwa imani yangu, najua mwanangu hajafa. Ninaomba kama kuna aliyemwokota yuko naye, asiwe na wasiwasi. Anisaidie tu kunipigia. Naam, jina langu naitwa Deko B na hii ni Kiswahili TV. Siku ya leo tumefika katika kata ya Lemara, mtaa wa Kikwarubi. Siku ya Jumapili lilitokea tukio la mtoto mwenye jinsia ya kike kubebwa na mafuriko wakati akiwa kwenye toyo pamoja na baba yake. Jitihada mbalimbali zimefanyika na viongozi wa kiserikali wakishirikiana na wananchi, lakini mpaka leo ni siku ya 3 pasipo mtoto huyo kupatikana. Tumezungumza na mwenyekiti pamoja na vijana ambao wanafanya uokoaji, lakini pia tumezungumza na mama mzazi, wamezungumza mengi, pia wakiomba msaada kwa viongozi mbalimbali, lengo likiwa ni mtoto huyo apatikane ikiwezekana akiwa hai. Mama, poleni sana. Asante. Kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Lightness Malia. Ni kweli wewe ndio mama mzazi wa binti aliyepata ajali? Ndio. Binti anaitwa nani? Anaitwa Diana Jimmy Kinabo. Mtoto alikuwa anasoma? Ndio. Shule gani? Alikuwa anasomea Renea Primary School. Darasa la ngapi? Darasa la kwanza, Mkondo B. Ni kweli ni mtoto wa jinsia ya kike? Ndio. Majina yake anaitwa nani? Diana Jimmy Kinabo. Ndio. Kwa upande wa umri ana miaka mingapi? Ana umri wa miaka 6. Mwenyekiti alituelezea kuwa ilikuwa ni majira ya saa 2 usiku tukio lilivyotokea. Pengine labda wewe ni mama mzazi, unaweza ukafahamu zaidi tukio lilikuwa kuaje mpaka ajali hiyo ikatokea? Siku ya tukio ilikuwa mchana, mtoto alitoka hapa na baba yake akaenda kwa babu yake kusalimia. Uwaga baba warudishaji usiku. Ile siku hakuona dalili ya mvua, kwa hiyo akawa amezidiwa na kazi. Mtoto akawa amebaki kwa bibi yake mpaka usiku. Ilipofika saa 3 baba alifika kwa bibi. Akaulizia mtoto kwa ninavyoambiwa. Alivyoulizia bibi yake akamwambia amelala. Mtoto akatoka nje. Akamuita babake akamwambia twende nyumbani, mimi sijalala. Ndipo babake akamchukua wakaja. Walivyokuja wakafika maeneo ya Mferegini, ndo pale ambapo pikipiki nahisi kama ilikanyaga kitu ikadondoka. Ilipodondoka ndo mtoto akadondokea Mferegini, ndo akazombwa na mafuriko. Ndio. Kwa upande wa wazazi, baada ya tukio hilo mpaka sasa tumeona upande wa serikali, viongozi wa kiserikali, mwenyekiti kwa kushirikiana na wananchi wanafanya jitihada mbalimbali kuhakikisha pia wanajua kipi kilichojiri. Kwa upande wa wazazi mmefanya jitihada gani? Kwa upande wa wazazi pia na sisi tumeungana na serikali kumtafuta mtoto. Tuliingia hospitalini kila mahali, mochwari, odini, lakini hawajafanikiwa kumpata. Ndio. Mama, sasa hii habari wanatazama viongozi mbalimbali wa kiserikali pamoja na watu mbalimbali. Ni msaada gani unahitaji sasa ili pengine mtoto apatikane? Kwa msaada, kwa imani yangu, najua mwanangu hajafa. Ninaomba kama kuna aliyemwokota yuko naye, asiwe na wasiwasi. Anisaidie tu kunipigia namba yangu ya simu 0764 10 90 79. Hii ni namba yangu mimi mama mzazi. Anipigie, anielekeze tu mahali alipo. Nitamshukuru, sitamlaumu kwa lolote. Nitamshukuru sana kama yuko na mtoto wangu. Jina naitwa Juma Wazili Hamisi, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kikwarubi, kata ya Lemara. Tukio hili la kupotea kwa mtoto ambaye amesombwa na maji limetokea siku ya Jumapili muda wa saa 4. Kwa hiyo ilitokea Jumapili hiyo, kwa watu waliokuepo waliona kwamba ilikuwa ni baba wa mtoto alikuwa amembeba mtoto wake kwenye pikipiki wakiwa wanarudi nyumbani. Wakafika maji yalikuwa yako mengi, wakajaribu kuvuka, basi maji yakamshinda, mtoto akawa amechukuliwa baada ya kuanguka. Mzee yeye alijiokoa, lakini mtoto yeye akawa amechukuliwa na maji. Basi jitihada za kupeana taarifa kwa muda huo zilifanyika na watu walitoka waliokuwepo karibu kufanya namna ya kuokoa, lakini ilishindikana hadi tulipoamka kwa nguvu kubwa siku ambayo ni ya Jumatatu. Kwa hiyo zoezi rasmi la kumtafuta mtoto tumeanza siku ya Jumatatu na leo ni siku ya 3.
Kwa hiyo juhudi ambazo tumezifanya ni kutafuta watu vijana wa mtaani na ndugu jamaa na marafiki kwa ajili ya kushiriki zoezi hili la kumtafuta mtoto ambalo leo limeingia siku ya 3. Tumefanya jitihada mbalimbali mpaka kutafuta vijana wetu ambao wana uwezo wa kuogelea, ambao wameogelea katika mto huu, na mto huu unaungana na mto Temi pamoja na mto Buruka kufika kule chini, lakini hatukufanikiwa. Na leo siku ya 3 tumewatuma vijana wetu, tumetuma bodaboda 20 ambazo zina watu 40 walioenda huko maeneo ya Roki, waende Nyamagana, waende mahali kunaitwa Lusi, waende mahali kunaitwa Custom pamoja na Kidawashi kwa ajili ya kuendelea kutafuta na kushirikiana na watu wa kule. Pia nimewasiliana na viongozi wenzangu wa maeneo ya huko ambako tumewatuma vijana wetu ili wawape ushirikiano kuendelea kutafuta huyo mtoto. Kwa hiyo juhudi zinazoendelea na sisi tuliobaki hapa ambayo ni eneo limeanzia, tunaendelea na kumtafuta katika eneo hili kama unavyotuona. Wengine unawaona wananchi wengine hawa ambao tunaendelea na zoezi la kumtafuta mtoto. Mtoto alikuwa na umri wa miaka 6 na ni mtoto wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Renea. Ndio. Chanzo ni kwamba ni barabara ambapo walikuwa wanavuka mtoto na baba yake, ilikuwa maji yamejaa yakawa anavuka juu ya barabara. Kwa hiyo alikuwa yeye anatumia pikipiki, huyo baba mtoto akajaribu kuvuka, ndio maji yakawashinda, ndipo mtoto akachukuliwa na maji. Tunaona mnaendelea na jitihada mbalimbali za kufanya uokoaji. Pengine kuna matumaini yote ya kumkuta bado akiwa hai? Hatuwezi kusema jambo lolote kwa sababu ameenda na maji, na leo siku ya 3 matumaini yamekuwa ni madogo. Ndio maana unaona tumetumia nguvu kubwa kuzunguka kila mahali, lakini tunaamini Mwenyezi Mungu akipenda tunaweza tukamkuta hai, lakini matumaini sio makubwa. Jaribu kuomba msaada kutoka kwa jeshi la polisi katika vitengo mbalimbali kama zimamoto. Tumeomba, pia tulikuwa nao tangu siku ya Jumatatu, Jumanne na leo Jumatano. Hata sasa hivi ninavyoongea hapa wameungana na vijana wetu huko maeneo ya Roki. Kwa hiyo jeshi la zimamoto wako huko Roki wanashirikiana na vijana wetu katika zoezi hili la kuendelea kutafuta mtoto. Ndio. Hiki ni kipindi cha masika, mvua kunyesha mara kwa mara ni jambo ambalo limekuwa likitokea sana. Sasa wewe kama mwenyekiti pia una rai gani kwa wananchi ili kuweza kupunguza au kuzuia kabisa matukio kama haya yasitokee mara kwa mara? Rai yangu kwa wananchi ni kwamba kama tunavyoona kwamba mwaka huu kweli tumepata mvua ambazo ni nyingi sana za kiwango cha juu. Kwa hiyo nawashauri wananchi kuchukua tahadhari, hasa kupita maeneo ambayo ni ya vivuko, kuchukua tahadhari. Mtu akiona maji kidogo yamekuwa yanapita barabarani, basi achukue tahadhari aweze kupita kwa usalama. Ni vyema pia hata kubadilisha njia, ukapita njia ambayo ni ya mbali kuliko kupita mahali ambapo panakuwa pana hatari. Huo ndio ushauri wangu kwa wananchi. Kwa majina mimi naitwa Jackson Beatus Kipingi. Mimi ni jirani na ndugu yangu huyu ambaye mtoto wake amebebwa na maji. Ndiyo, mimi ni jirani yake. Kwa hiyo siku hii ya leo kuanzia juzi Jumapili, tumeanza kuanzia juzi Jumapili, maana mtoto alidumbukia tulianza Jumatatu, sio Jumapili. Maana mtoto alidumbukia Jumapili usiku. Alidumbukia Jumapili usiku. Kama mwenyekiti wangu alivyosema, kweli ilikuwa ni mida ya saa 4, kuanzia mida ya saa 4. Ndivyo mtoto alidumbukia kwenye maji. Kwa hiyo zoezi rasmi la kumtafuta mtoto lilianza Jumatatu asubuhi. Hadi leo tunaendelea na zoezi hili. Kwa sababu ni jirani yangu nyumbani, ndio maana niko hapa kuhakikisha kwamba tunampata mtoto wetu ambaye amedumbukia kwenye maji. Ndio, kwa hiyo ndio hivyo. Kuna wenzetu ambao wameanzia huko chini kama mwenyekiti wangu alivyosema, lakini na sisi tumeamua kuanzia huku kushuka, ambapo kuanzia hiyo Jumatatu ilikuwa ni huu mto, maana kuna sehemu ambayo tulikuwa tunazitilia mashaka kwamba mtoto wetu amedumbukia huko. Tunaondoa takataka kuhakikisha kwamba maana tunashumu kwamba labda yuko kwenye takataka zilizojirundika. Kwa hiyo ndio tunaendelea na shughuli hiyo. Magumu gani mnayapitia katika zoezi hili la kufanya uokoaji wa mtoto? Magumu tunayoyapitia kwenye zoezi la kumtafuta mtoto
ni kwamba kuna sehemu ambazo ukileta mchezo unaweza ukadumbukia na ukapotea. Ingawa ni mto kama mto, lakini ni korongo kama korongo, lakini kuna sehemu ambazo zimejichimba ambazo ukileta mchezo unaweza ukapotea, unaweza ukadumbukia ukapotea. Especially kama sisi ambao sio waogeleaji, hatujazoea sana kuogelea. Kwa hiyo tunajitahidi tu hivyo, tukiwa na wenzetu ambao wamezoea kuogelea, ndio hivyo tuko nao tunaendelea. Ujumbe wangu nilioko nao ni kwamba kwa ukweli tuepukane sana na yani usije ukachukulia kawaida. Usije ukachukulia kawaida. Mvua inaponyesha na ukakuta ni mahali ambapo kuna makusanyiko ya maji yanapita, usije ukapita maeneo hayo. Usichukulie mzaa, maana unaweza ukapoteza maisha. Rai yangu ni kwamba yani ikiwa kuna makatisho ya maji mahali, tukae nayo mbali. Aheri ukalala sehemu, ukalala jirani, ukaondoka nyumbani kesho yake asubuhi kuliko kulazimisha kupita mahali ambapo pata kuhatarishia maisha. Kwa kipindi hiki ambacho kweli Mungu ametupa mvua nyingi, inatakiwa tujihami sana. Kwa watu wote wanaonisikia, kwamba tujihami na sehemu na mito inayopitisha maji, kama ndio barabara imevukia hapo kama hii ya kwetu, kama mvua imenyesha ikawa kubwa alafu ikafurika kama hii ya kwetu hapa ilivyofurika, aheri usipite, uende ukalale mahali pengine kuliko kujitahidi kuvuka mahali ambapo pata kuhatarishia maisha yako. Mimi kwa majina naitwa Bruno George Kinabo, ndio babu wa mjukuu wangu ambaye amepotea kwenye maji. Mjukuu nilimwacha hapa nyumbani, alikuja huwa anakuja kunitembelea hapa nyumbani kila siku. Mchana pika jioni babaka anamchukua anampeleka nyumbani. Siku nikaa naye hapa mpaka saa 10, mimi kaondoka. Kuna mahali kwa nimeitwa, ile nikitaka kurudi kwenye saa 1 na mjini tukaja zile mvua, ikabidi nikae mahali kusubiri mvua ziishe. Bahati mvua imeendelea mpaka kwenye saa 2 na nusu. Mimi babake naye alikuwa na shughuli huko, ametoka kuja, akabidi ampitie mtoto. Chukua mtoto akaondoka na mtoto hapa. Kwao ni hapo ngambo hapo, ndio nyumbani kwao na mji wao huko. Sasa mimi nilipokuwa nimetoka baada ya mvua katika, mimi kuja kufika nyumbani, kufika hapa njiani nikakutana bibi yake anakuja kuniambia shida nini. Akaniambia fulani ametumbukia kwenye maji. Wapi? Mahali fulani. Basi kabini mimi niende kule, kwani nikaangalia tukio, kutale maji kule alikuwa ni mengi. Kamkuta kijana hapa, ndio sikuweza kumsemesha. Basi ngaona kwa kuita watu paka, ananiambia mtoto yuko ameingia kwenye mto Pepiki Teresa. Bahati mbaya mtoto amerushwa kwenye mfereji, lakini maji ni maji mengi, alikuwa ameshapita. Kuna maji, kuna mfereji mwingine ulikuwa na maji mkubwa, kutoka ni TANESCO, ndio ulipeleka na mtoto. Basi mimi kabidi niondoke ngana kumtafuta mwanamali wangu. Basi baadaye nikarudi nyumbani. Kesho yake ndio salama. Ndio baadaye kesho yake ndio watu wakaanza pilika kutafuta nini na nini. Bahati mbaya hawakufanikiwa kwa sababu ya maji, mvua ilikuwa inanyesha. Jana tena wakaendelea nayo tena mvua zikanyesha, maji ni mengi kule chini. Na leo sasa ndio wanaendelea tena kwa siku ya leo tena, tuangalie kama tutafanikiwa hapa. Basi ndio ilivyo.